Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kusimama hapa mbele, naomba nichukue dakika moja kutoa neno la shukrani. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai, rehema na baraka tele ambazo anatupa sisi wote wabunge humu ndani. Pili, napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniteua mimi kuwa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Ni imani kubwa sana ambaye amenipa mimi, kijana wa huko milimani Upareni. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Pili, napenda kushukuru chama changu CCM kunilea tangu mdogo mpaka hivi juzi kuniteua kuwa mgombea wa jimbo la Mwanga. Na mwisho lakini sio kwa umuhimu, napenda sana kuwashukuru wapiga kura wangu, wajumbe wangu, wananchi wa wilaya ya Mwanga. Bila upendo wao, imani yao, nisingekuwepo hapa leo. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Spika, baada ya hilo neno fupi la shukrani, napenda Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Jessica John Magufuli, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, migogoro ya kimataifa ikiwemo vita baina ya Ukraine na Urusi ina athari kiuchumi, kijamii na kiusalama, na kwa namna moja au nyingine inagusa vijana wetu. Hivi karibuni kumekuwepo na mwenendo kwa baadhi ya vijana hususan kutoka bara la Afrika kuhamasishwa kujiunga na majeshi ya nchi mbalimbali zenye migogoro ya kivita ili kushiriki katika vita kwa lengo la kujipatia kipato kutokana na changamoto za kiuchumi na upatikanaji mdogo wa fursa za ajira katika nchi zao za asili. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na hali hiyo, serikali kwa kuzingatia miongozo mbalimbali ikiwemo sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001, toleo la mwaka 2024 na dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 imeendelea kutoa elimu ya uraia na uelevu kwa vijana kuhusu athari za kujiingiza katika migogoro ya kimataifa, kwa kuwa kufanya hivyo ni kinyume na sheria za nchi na sheria za kimataifa, na kwamba kunaweza kugharimu maisha yao ikiwemo vifo na kupata ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia wizara imeendelea kuratibu upatikanaji wa fursa za ajira nje ya nchi kwa kusaini mikataba inayotekelezwa kupitia ushirikiano wili kikanda na kimataifa katika nchi zenye mazingira salama ya kazi. Mathalan, serikali katika mwaka huu wa fedha imefanikisha upatikanaji wa nafasi 1500 za ajira katika fani ya udereva kwa vijana wa Kitanzania nchini Qatar, pamoja na nafasi 300 za ajira kada ya wauguzi nchini Saudi Arabia. Aidha, serikali imeendelea kutekeleza programu mbalimbali za kuiwezesha vijana ikiwemo kutenga bilioni 200 kwa ajili ya kutoa mikopo sambamba na kutekeleza programu maalum za kisekta zinazolenga kuongeza ushiriki wao katika shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Agnes Okororo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, ninayo maswali madogo mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. La kwanza, je, kwa kuwa kumekuwepo na mawakala ambao wamekuwa wakiwachukua vijana na kuwaahidi kupata ajira nje ya nchi yetu, je, serikali ina ithibati gani zinazowapatia mawakala hao ili kuhakikisha changamoto zilizojibiwa kwenye jibu la msingi zisitokee? B, kwa kuwa kwenye jibu la msingi umesema uelewa umekuwa ukijengwa kwa vijana, je, ni programu zipi mahususi ukiacha mikopo inayotolewa kwa vijana ili kuhakikisha sasa vijana hawashawishiki kwenda nje ya nchi ili wasikumbane na athari ambazo umezijibu kwenye swali lako la msingi? Mheshimiwa Waziri. Nashukuru sana Mwenyekiti. Napenda kwanza kumshukuru Mheshimiwa Jessica John Magufuli kwa kuuliza hili swali. Anajali sana vijana. Napenda pia kumshukuru Mheshimiwa Agnes Horokoro kwa haya maswali mawili ya nyongeza. La kwanza kuhusu hawa mawakala wa ajira. Mheshimiwa Rais, msimamo wa serikali
Msimamo wa serikali kwanza kabisa ni kwamba sisi hatufungamani na upande wote kwenye hii migogoro ambayo iko huko nje ya nchi, na kwa sababu hiyo tumekuwa tukichukua hatua za kidiplomasia lakini za kimya kimya kupambana na hawa mawakala. Sehemu ya kwanza, ofisi ya waziri mkuu, Wizara ya Ajira na Kazi, wamekuwa wakifanya vetting ya hawa mawakala wote, lakini pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimekuwa vikiendelea kuchunguza hawa mawakala kuhakikisha kwamba hawa mawakala ambao wanaahidi vijana wetu things which are too good to be true, wanaahidi mishahara mikubwa ambayo haiwezekaniki na kadhalika, hawa wote wanafungiwa. Moja. Mbili, ofisi ya waziri mkuu kupitia Wizara ya Kazi na Ajira wana mawakala ambao wameshafanyiwa vetting na wamesajiliwa, na tunasihi vijana wetu wawatumie wakala hao kutafuta kazi nje ya nchi. Tatu, wizara yetu ya mambo ya nje, lakini pamoja na ofisi ya waziri mkuu, tumekuwa tukisisitiza kwamba vijana wetu wakitaka kazi za ajira za nje ya nchi watumie tovuti website, official website ya serikali ambayo ni tovuti ya ofisi ya waziri mkuu ambayo ni www.kazi.go.tz, kwa sababu zile kazi zote ambazo zimetangazwa pale ni kazi rasmi ambazo zimeshafanyiwa vetting. Hilo ni swali la kwanza. Kwenye swali la pili, namshukuru tena Mheshimiwa Agnes kwa swali zuri. Tangu Mheshimiwa Rais aingie madarakani hii mwaka 2025 kwenda mbele, amechukua hatua za kimakusudi kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata fursa. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Rais ameanzisha wizara mpya ya vijana kuondoa ukiritimba kwenye fursa za vijana ambazo zinatoka serikalini. Moja. Mbili, Mheshimiwa Rais alitoa ahadi ya kutoa bilioni 200 kwa vijana ambao tayari ameshaitekeleza, na mpaka sasa vijana 10,000 wameshaingia kwenye mfumo huo wa kupata mkopo, na wamepata mkopo vijana 10,000 ambayo ina thamani ya bilioni 48 mpaka sasa. Tatu, kama unavyojua Mheshimiwa Agnes, tumekuwa tuna hii mikopo yetu ya halmashauri ambayo inatolewa na halmashauri. Mpaka sasa mwaka 2025 mpaka 2026 mikopo imetolewa ya bilioni 52 kwa vijana na wamama. Lakini pia serikali kupitia wizara yetu tukiratibu imeanzisha kituo cha mauzo ya nje na program za kidijitali. March mwaka huu serikali ilizindua kituo cha mauzo haya kwa vijana kwa lengo la kuunganisha vijana 100,000 na masoko ya kimataifa. Nashukuru sana Mheshimiwa.